Ninawasalimu katika jina la Yesu, nikisema ya kwamba jina la Yesu liendelee kutukuzwa na injili itaendelea kuhubiriwa licha ya pingamizi zote katika ulimwengu huu. Mungu mwenyewe alisema ya kwamba na injili hii itahubiriwa kwa kila lugha, itahubiriwa kwa kila taifa. Kila kiumbe kilicho hai kitahubiri injili, na injili hii itafikia kila viumbe. Nimekuwa nikizungumzia kuhusu vitu ambavyo vimefanya watu kukosa ladha katika injili. Vitu ambavyo zimefanya watu kutukana injili, kudharau injili na kuchukua injili ni kama kitu ambacho hakina maana katika maisha yao. Kuna vipengele ambavyo nimezungumzia, unaweza kuvipata katika hiyo channel ya Believe Obey. Na hata tena sasa nataka nizungumzie kipengele kimoja ambacho kimechangia watu wakakataa kufuata neno la Mungu na wakaingiza madharau ndani. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho kinaitwa shuhuda za ukweli, lakini zile shuhuda ni za kuharibu. Unajua, kwa kila kitu katika maisha tunapitia kujifundisha, lakini watu wengi hawataki hiyo part ya kujifundisha. Kinyo wanataka baada ya maneno ni kulaumu na kuwekea lawama watu wengine, lakini kitu ambacho wamepitia katika maisha ndiyo imefanya watu wengi wamekosa kuenda katika viwango vingine. Kwa sababu gani? Wakati wanapitia mambo fulani katika maisha, wanakosa kuchukua yale mambo na kujua kwamba ni training, ni shule ambayo kuna kitu Mungu anakusudia wajue. So kuna watu ambao wanakuja na shuhuda, lakini zile shuhuda ni za ukweli, zilifanyika katika injili, lakini zile shuhuda hazikuji kwa kujenga, zinakuja kwa kuharibu tu. Mungu aliambia Yeremia kwamba nimekupatia mamlaka juu ya falme na juu ya kila mamlaka yote ya dunia. Enda ung'oe, ukishamaliza kung'oa haribu, hakisha kwamba umebomoa, umeangamiza kila kitu mbaya, kwanza haribu yote. Ndio maana shetani anapokuja katika maisha ya mtu, anapokuja na kumuiba, ule mtu akishaingia katika box yako anamuharibu. Akishamalizana naye kumharibu, alafu huyo mtu baadaye anaangamizwa na yeye. Lakini hiyo sio nia ya Mungu katika neno lake. Mungu anataka unapong'oa, unapoharibu, unapobomoa, unapochoma, unapoteketeza, baada hayo yote unakuja na kujenga, unakuja na kupanda, unakuja na suluhisho la yale ambayo umekuwa ukizungumzia. Ile shida ambayo umekuwa umezungumzia, solution yake ni nini? Hapo ndio watu wengi hawataki. Yale mambo ambayo tumepitia ndani, Mungu anataka kujua ni sababu gani, ni fundisho gani ulipata, lakini watu hawataki hapo. Watu wengi chenye wanataka ni kulaumu. Kulaumu hakuta kufanya usonge katika watu wengine. Kulaumu hakuta kufanya ukuwe mtu kujifundisha na kuelewa mambo vile Mungu anataka. Kulaumu na lawama zile ni kuwekea watu upande yako, hautaki kuangalia mahali ulikosea urekebisha. Hapana, kila kitu ni watu, kila kitu ni watu. Nilikwambia mtu kama huyo itakuwa ni vigumu katika ulimwengu kuenda na kufika mahali ambapo inatakana afike. Kuna hizi shuhuda ambazo zimetokea katika injili. Tumepata kwamba kuna wachungaji wamelawiti watu, kuna wachungaji wamebaka watu, kuna wachungaji ambao wamejipata katika matendo ya dunia hii. Katika Wagalatia 5 inashuhudia kwamba matendo ya kidunia yanajulikana. Inatanza uzinzi, usharati, uchawi, ulevi, ugomvi, husuda, magombano, ukabila, kuafya mimba. Inataja kila aina yote ya mambo maovu, lakini haijamaliza, na inasema mengine kama hayo, mambo yasiyokuwa na uungu, yote ni giza. So Mungu anasema ya kwamba yale mambo hayatakupeleka mahali ambapo ni pema.
Katika hii dunia unajua ukitenda mabaya, ukiwa mtu, hata serikali yenyewe inataka ikufunge, ikupeleka kwa jela. Because kile kitendo ambacho umefanya sio chema. Sasa kama serikali hii inaelewa hivyo, ya kwamba unapotenda mabaya huwezi kulipa mabaya, mema utalipa yale mabaya ambayo unayatenda. So Mungu naye, wewe hata katika kazi yako hauwezi fanya kitu kibaya na utarajie kitu kizuri pale. Unatarajia mambo fulani ambayo yatakuandama. Lakini kwa Mungu, kwa nini unajipumbaza? Kwa Mungu, kwa nini unajifanya hivyo? Kwa Mungu, kwa nini unakuja na kiburi na kujifanya kwamba unajua sana na hujui? Kwa sababu gani? Shuhuda hizi ambazo zimetokea katika kila dunia, mchungaji aliibia mtu shamba, mchungaji alilala na mke wa mtu, mchungaji amebaka mtoto mdogo, mchungaji amekula pesa ya huduma. Hizi ni shuhuda ambazo zimetokea. Lakini shuhuda hizi baada ya kutokea, hata wakati zinatokea na kutangazwa, hazitangazwi ya kwamba watu wakaweze kujifundisha pale, watu wakaweze kupata ni kitu gani Mungu anazungumza pale. Huenda ule mchungaji aliwaibia kwa sababu nyinyi hamkutaka mchungaji wa ukweli mahali, sasa Mungu akawaunganisha na ule mwizi ule ambaye mlitaka. Inaweza kuwa ni hivyo, sisemi ni hivyo. Huenda ule mchungaji aliwaibia kwa sababu nyinyi pia hamuko tayari kusoma neno na kutafakari katika neno. Hamuko tayari mfundishwe na Mungu, mjue vile Mungu anataka nyinyi kibinafsi. Kila kitu ni kuambiwa. So utapata kwamba hiki kitu ambacho kimetendeka, watu hawataki wakae chini watafute ni sababu gani. Ndio kimetendeka, ndio huyu mchungaji amebaka bibi ya mtu, ndio mchungaji amelawiti watu fulani, ndio huyu mchungaji amepatikana katika ulevi, amepatikana katika wizi, huyu mchungaji amepatikana katika uganga. Ni sawa, ameshapatikana, lakini cha msingi ni fundisho gani unapata wewe binafsi? Hata waandishi wa habari wenyewe wanapoleta hizo habari, wanaleta hizo habari lakini hawaleti na nia safi ya kwamba watu wengine ambao wako hai wakajifundisha kwa hizo habari ili wakaweze kumrudia Mungu mahali ambapo wameangukia. Sio hivyo. Hizi vitu zinakuja, lakini zinakuja ili zilete uchochezi, zilete kuonekana kwamba hakuna injili. Shuhuda hizi zinapotokea, hakuna mtu ako tayari kujifundisha, ajue ni mahali fulani ambapo ameangukia, rudi kwa Mungu hapa. Zinakuja kwa sababu ya kuharibu. Na kuharibu nini? Hizi shuhuda zinatokea kuharibu Mungu, kuharibu jina la Mungu, kuharibu injili, kitu yote ya kimungu kizuri. Hizi shuhuda huwa zinatokea kwa sababu ya hiyo, kuharibu tu. Lakini wewe ulio katika roho ndio utapata kuelewa ya kwamba hapana, yale mambo ambayo hizi shuhuda zimeleta ndio ni ukweli, lakini ni kitu gani Mungu anataka nijue. Hapo ndio mahali ambapo watu wengi dunia mzima hatuko tayari kutaka kuelewa. Hatuko tayari hata kidogo. Kazi yetu pale ni kucheka. Kazi yetu pale ni kulaumu watu. Kazi yetu pale kubwa ni kuona ya kwamba wenye kutenda hizi vitu walikuwa ni Mungu mwenyewe. Hatuoni ya kwamba walikuwa wanadamu. Ili wengine wakadhoofike, wengine wakaona kwamba hakuna haja ya injili hata kidogo. Hiyo ndio vile watu wanajua. Lakini kitu kizuri na kitu cha maana ni ya kwamba baada ya hizi shuhuda kutokea ambazo ni za ukweli, na wale ambao walipatikana ni wale ambao wako katika injili, ndio wanavunja watu moyo. Wengine wako katika injili waone kama injili ndio hii, hakuna haja, tuachane nayo. So mchungaji akipatikana ameuliwa kwa madhabahu kwa sababu amepatikana na bibi ya mtu. Mchungaji kama amepatikana amedanganya watu katika kanisa. Mchungaji amepatikana ameenda kwa mganga apate nguvu za kuongoza kanisa. Sasa wengi wanachukulia pale na kufurahi sana. Wanachukulia pale na kufurahi zaidi ili zile shuhuda ziwasaidie kukosa kuendelea na injili. Shuhuda ngapi ambazo umesikia katika maisha, lakini umekuwa tu ukiendelea, haujaangalia zile shuhuda zile zinasema. Ni watu wangapi ambao wamesikia ushuhuda kwamba ukienda Saudi Arabia, ukienda Qatar, ama ukienda katika nchi fulani kufanya kazi, watu wameuliwa huko, wengine wamepatiwa vitu vibaya sana, wamefanya mambo machafu, lakini kila siku kuna watu wanaenda huko kazi. Kwa nini? Watu hawajakataa kuenda kazi. Wapendwa, tunafaa tuelewe kitu kimoja.
Shuhuda hizi za ukweli ambazo zimetokea za kuja katika injili na kufanya watu wakose kuamini injili, shuhuda hizi ndizo kwanza, wacha tuseme kwamba zilikuwa ni za ukweli. Ndio, mchungaji aliiba pesa ya kanisa, akanunua shamba, akajenga, akapelekea mtoto wake kwa shule, ni sawa. Ni kitu gani walijifundisha kutoka pale? Mchungaji ndiye alikuumba? Mchungaji ndiye anakupatia hewa ya kupumua? Huyo mchungaji ndiye anakulisha? Huyo mchungaji ndiye amekupatia nguvu ya kutembea? Ndiye amekupatia nguvu ya kuishi? Unapata kwamba sio hivyo. Mchungaji na wewe tu ni mtu mmoja. Ni neema tu ya Mungu juu yake katika injili. Lakini kwa nini mchungaji anapojipata katika mambo fulani ikuzuie wewe kuabudu Mungu? Na ni kitu gani ambacho umetufundisha? Jambo la maana mahali hapa ndio shuhuda zilipatikana za kuharibu injili. Lakini ni kitu gani ambacho wewe ulijifundisha mwenyewe, ambacho ulijifundisha ukajua kwamba sasa nataka nijifundishe katika njia mbili, nijue negative side ya hii kitu na tena positive side. Kwa mfano, kama mchungaji amepata kwamba alikuwa anaombea mke ya mtu katika ofisi siku ambayo ilikuwa ni katikati ya wiki, huyo mchungaji akalala na huyo bibi ya huyo mtu, ndio imetangazwa sasa, imejulikana mpaka kila kona ya dunia. Hiyo ndio kitu imekuwa trending news, imeenda viral kila mahali, kila mtu kwa status yake ameweka, ni sawa. Sasa mmeshamaliza kulingana na nyinyi, mmeshamaliza. Sasa tunaporudi side nyingine, hiyo ni side ya negative side. Sasa wacha turudi upande wa positive. Wewe umejifundisha nini? Badala tu ujifundisha kwamba mimi mwenyewe nafuata ni kuwa na imani ya kujiombea, ujifundisha kwamba ule mchungaji mwenye niliendea ni mwanaume tu kama mwanaume mwenzangu mwenye anapanga na mimi kwa nyumba. Kanini niende kwa ule mchungaji afunge room aseme kwamba ananiombea, ananipaka mafuta na ananishika mwili, na ule mchungaji ni kama tu ule mume wangu ama ule mtu mwingine ambaye ni mwanaume ambao pia ako tuna hisia kama watu wengine? Hiyo haukujifundisha. Haukujifundisha kwamba pia kuna wakora ambao wametokea sampuli ya hiyo, ambao wanataka kutumia hilo jina la Yesu waharibie wengine ambao ni wa ukweli. Haukutaka kujua huyu mtu kwanza alikuwa ni mchungaji wa ukweli ama na uongo. Ndio shuhuda zenyewe ni za ukweli, ni mtumishi wa Mungu, hata kulingana na serikali yako na hizo barua za kuhubiri, haina shida. Lakini ukweli wewe umechunguza ukajua kwamba huyu mtu ni mtumishi wa ukweli wa Mungu ama ni mtumishi wa shetani ambaye amevalia ngozi ya Mungu ili aharibie wale ambao katika Mungu, ionekane kwamba hakuna mhubiri wa ukweli. Hiyo haukuchunguza. Chenye ulitaka kujua kwamba huyu mchungaji amekuwa kilala na mabibi wangapi, huyu mwenye amemshika nayo siku ya leo, kabla huyu ameonekana amelala na wangapi? Kama ameiba pesa kaanza akapatikana leo, kabla apatikane na hii ameiba ngapi? Lakini kujifundisha ujua kwamba huyu ni mtu mtumishi tu, pia kuna mambo fulani ambayo yanaweza kumpata. Hata katika Biblia kuna mambo yalipata watumishi. Paulo alijipata katika mambo fulani, Petro alijipata mambo fulani. Si kwamba mambo yote ambayo Petro aliyatenda alikuwa ya ukweli. Hata Paulo hapana. Kuna mambo ambayo tunapitia ndani kutokapate kujifundisha mambo. Kuna vitu Mungu anaruhusu vifanyike katika maisha yetu tujifundishe. Hiyo ndio sehemu kubwa ambayo watu wengi hawataki. Na hizi shuhuda ambazo zimetokea katika injili, hizo shuhuda za ukweli ndio, lakini zinakuja kuharibu, zinakuja kubomoa, kuua, zinakuja kuchoma injili ili injili ikufe kabisa. Hiyo ndio maana hata mtangazaji mwenyewe na wale watu ambao wanazipost kwa status, wale watu ambao wanasambaza hizi vitu, hawasambazi ati watu wajifundishe, kwa sababu utapata huyo mtu anasambaza hizi vitu lakini yeye mwenyewe hakuna kitu amejifundisha hata kimoja. Sasa swali ni faida gani usambaze kitu katika uharibifu na wewe mwenyewe hakuna kitu ambacho umejifundisha, na kesho yake ama baada ya mwaka fulani kile kitu kinakuja kinarudia kwako? Mungu anasema katika Wagalatia, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba wewe unapoona mwenzako ameanguka katika tatizo usimchekelee, lakini ukuwe mtu wa kujifundisha, ukuwe mtu wa kuelewa. Unaona? Ili jambo ambalo limetokea wewe pia lisikuje likakupata, kwa sababu kuna mtu anacheka hata kama bibi ya mtu fulani amerepiwa ama amenajisiwa na mchungaji, anachekelea. Hata kuna wamama wanachekelea
Baada ya mwaka 2-3 pia unakuja unajipata katika ile kitu. Kwa nini? Haukujifundisha, ulikuwa mtu wa kuchekelea na kulaumu. Ulichukua ile kitu, haukusoma kitu yote ndani. Lakini ungekuwa mtu unasoma kitu ndani, hilo jambo halingeweza kuja na kurudia kwako. Lakini kwa sababu ulidharau, Mungu alikuletea ile jambo jifundishe, ujua kwamba mtu tu huyo ni mtu. Tegemea Mungu, weka akili yako yote kwa Mungu. Hiyo haukujifundisha. Chenye ulijifundisha ni vile hii ujumbe itafikia kila mtu ajua kwamba huyu pastor amepatikana na hili na hili, na watu wasiende katika makanisa. Sasa kazi yako tu ni hiyo wiki ni kuchochea watu. Siku hizi hakuna kanisa, nitaombea kwangu. Sitaenda kanisani. Hakuna kanisa siku ya leo. Siku hizi dini ni upotovu. Sasa umekuja umechochea watu mpaka hata watu wameona kwamba hakuna ladha ya kwenda kwa kanisa kwa sababu ya hiyo tu. Lakini mimi huwa nauliza swali moja. Wewe wakati katika hiyo ndoa, ni watu wangapi wamekuchochea katika hiyo ndoa na hujatoka? Bado huko tu. Katika hiyo kazi ni watu wangapi wamekuchochea katika hiyo kazi na bado huko? Hata katika familia yenu ni watu wangapi wamekuchochea lakini haujatoka katika hiyo familia? Katika hiyo chama ni habari ngapi umepata katika hiyo chama ambazo ni mbaya? Lakini bado haujatoka. Kwa kanisa tu siku moja mchungaji apatikana akikula kondoo bas. Hata kesho sana siende kanisa. Hata siwezi nasikiza kuingilia. Hata kama ni TV station, watu wako wamekuwa kisikiza kwa nyimbo nasema hii TV station isijaribu wakishwa hapo. Ya injili wekeni vitu zingine za kucheza uchi. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe hauko tayari kujifundisha. Na mmaza nikisema hivi, shuhuda zote ambazo zimetokea dunia mzima, wachungaji wale wametenda mambo yote, wainjilisti, mitume, watumishi wote wa Mungu. Wale ambao wamepatikana hata kama walikuwa na ukweli, lakini walipatikana katika mambo ambayo hayakuwa mambo mema. Mpenda, swali na kuacha nalo, ulijifundisha nini? Kando na kulaumu, kando na kuchekelea, kando na kuchukua ile jambo na kudhara, kando na mambo yote machafu uliyotenda, ulipata faida gani katika hicho kitu ambacho kilitokea pale? Hiyo ndio swali na kuacha nalo. Swali ya pili, yule mtu aliyepatikana na haya maneno na wewe tofauti ni gani? Na ni mangapi ambayo wewe mwenyewe umeyaona umeyapata katika maisha yako, lakini hajakuzuia wewe kusonga mbele na kuendelea kuishi katika hii dunia? Ni mambo mangapi katika hii dunia ambayo yametokea hajakufanya useme ya kwamba unatoka katika hii dunia unaenda mbinguni ama uhame katika hii dunia? Mambo mangapi? Hata mahali unaishi kwa hiyo plot. Ni mambo mangapi ambayo yametokea haujawahi sema acha nitoke hapo unaendelea kuishi hapo? Ya kanisa ya Mungu ndio unataka kujifanya kwamba uko kiroho sana, unajua zaidi. Unataka kujifanya kwamba sasa hii ndio imekuwa mbaya mpaka unapigia watu simu, unatumia watu kila mahali injili isiendelee. Kini yako machafu na mengine ambayo hayana maana katika maisha yako bado mpaka sasa hivi umeshikilia. So na maana nikisema hivi, wapendwa, kila mtu ataubeba mzigo wake. Mchungaji aliyepatikana na yale maneno, mtumishi wote wa Mungu aliyepatikana na vitu ambavyo vilikuwa vichafu katika hii dunia, haina shida. Lakini jua kwamba huyo mchungaji hautabeba mizigo zake. Huyo mchungaji hakuna mtu atabeba mizigo zake ila yeye mwenyewe. Na wewe mwenye kuchekelea, Wagalatia nasema chunga nao usikuje ukapatikana na hayo makosa, because itakuwa ni mbaya sana. So kuchekelea kitu hakitakusaidia ila tu kugundua ni kitu gani ambacho unafaa kujifundisha, urekebishe mahali pale na usonge mbele. Hiyo ndio kitu nataka nikuambie, ujue kwamba akuwe mtumishi, akuwe nani, siku ya mwisho kila mtu na mzigo wake. Na Mungu akawatende mema kwa wale ambao mmeamua kusema ya kwamba mtafuata huu ujumbe, na injili itaendelea kuhubiriwa kila kona ya dunia kwa utukufu wa Mungu. Amina.